Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Shehani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia tujihami, ataka umakini, sheria zilinde nchi, wananchi rasilimali za nchi, azima Tanzania inalinda haki za binadamu, agiza mawakili wakatae kutumika. Habari katika ukurasa wa pili. Uwekezaji zaidi kutibu saratani, mfumo wa fahamu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Serikali yazidi kuinua vijana, Mbarali kila wafikiwa, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi ataja mambo matatu vipaumbele vya taifa, akemea urasimu, ataka uwazi, uwajibikaji katika rasilimali za taifa. Habari kamili ni katika ukurasa wa 7. Kampeni ya kisheria ya Samia yamaliza migogoro 15,000, habari katika ukurasa wa 4. Mitandao ya kijamii yatajwa usafirishaji haramu binadamu, habari katika ukurasa wa 7. Mapato bandari ya Tanga yafikia bilioni 299 kwa mwaka, habari katika ukurasa wa 17. TSN kutangaza Kiswahili Ufaransa, habari katika kurasa za ndani. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akipokea zawadi ya nakala ya kitabu cha falsafa ya sheria ya Mama Samia kutoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari, kabla ya kufungua mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania TPBA katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC Arusha jana. Kulia ni waziri wa katiba na sheria Dr. Juma Homera. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 5. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele, Samia tunalinda haki za binadamu, asisitiza Tanzania ina historia na misingi imara, agusia mabadiliko ya siasa za dunia na sumu wanaojazwa vijana, afuata nyayo za Mkapa, Kikwete na JPM. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Bilioni 2.9 kiasi cha fedha kilichokolewa kwa serikali kushinda kesi mahakamani. Nukuu muhimu za Rais Samia. Haya yanayosemwa na yatakayoendelea kusemwa. Sisi tunajua kwa jinsi gani tuko vizuri, lakini hata ulimwengu unajua sisi tuko vizuri kuangalia haki za binadamu. Ni waombe ndugu zangu, sisi ni Watanzania, Tanzania ni yetu. Ikiendelea na ikiwa vizuri ni yetu, tukivuruga ikaharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, sio kuijenga tena. Gazeti hili limeandika Profesa Tibaijuka ashauri fuara za rais kutumika kumwachia Tundu Lissu, habari katika ukurasa wa 6. Kutotambua mapema watoto kunavyoathiri elimu jumuishi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13. Vigingi vilivyopo kukabili utapeli, wizi mtandaoni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5, ikiwa hii ni ripoti maalum. Sefue ataja mbinu kuimarisha uchumi, mahojiano maalum, habari ni katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia, Tanzania inalinda haki za binadamu, atahadharisha wimbi la kulaghai vijana nchi zinazoendelea, ahaidi kuendelea kwa mlezi mzuri wa chama cha mawakili wa serikali TLS, wahimiza kuchapa kazi kwa maslahi ya nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Serikali yazidi kuweka huduma matibabu ya kansa, habari katika ukurasa wa 4. Dr. Mwinyi ahimiza matumizi ya AFCFTA, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gati mpya ya mita 300 kujengwa bandari ya Tanga, habari katika ukurasa wa 4. Waziri Gwajima aridhishwa matokeo ya programu ya AIM, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. IMF yaidhinisha dola milioni 443.9 Tanzania, habari katika ukurasa wa 2.
Marekani Iran zakubaliana kuendelea na mazungumzo. Habari katika ukurasa wa 19. Saratani inavyosambaa kupitia mfumo wa RAMFU. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ashtukia fedha chafu, asema ni mkakati mahususi, awapa angalizo mawakili zitawafikia, aonya kalamu yake ni kali lakini hajawahi kusaini hukumu ya kifo, agusia hali ya haki za binadamu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nukuu, ulimwengu wa sasa hivi kila kitu nguvu inatumika ili wenye nguvu watimize matoko yao. Niliwaambia wenzenu tutasaidiwa kuiharibu lakini hatutosaidiwa kuijenga tena. Hii ni nukuu ya Rais Samia. Gazeti hili limeandika hatari ya kuandika mali zako kwa jina la mwanao. Habari katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Madaktari 6,800 kuziba pengo wataalamu mfumo wa fahamu. Habari katika ukurasa wa 3. Rais Dr. Mwinyi urasimu katika biashara ukome. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika waliodaiwa kumuua kada ACT waachiwa huru kortini. Habari katika ukurasa wa 2. Chadema yaitwa kushiriki mchakato wa maridhiano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Jamhuri mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele CCM ACT Zanzibar zaonesha njia, watoa funzo jingine la maridhiano ya kisiasa kijamii na juhudi za ndani, viongozi wakuu wastaafu waingilia kati kuondoa mtanziko wa kisiasa, wadau wagia sifa watamani yaliyofanyika Zanzibar yatokee Tanzania bara, Jumuiya ya Madola yatoa maelekezo mapya kwa serikali ya Tanzania. Habari katika ukurasa wa 2. Wabunge wa muumba Rais Azali amsamehe Sambi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Bima ya afya mamilioni yaliyopigwa yaokolewa. DPP Tira watumie sheria ya bargaining kuokoa fedha za wanachama NSSF. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Chadema kuna mahali mmeteleza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Ugonjwa wa brucellosis bado tishio kanda ya kaskazini. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania ikichelewa wengine watafaidika na madini yetu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika waliofanya CCM ACT Zanzibar Chadema yanawahusu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Samata tupe AFCON moja tu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 24 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri katika ukurasa wake wa mbele. Uhuru kweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia awapa angalizo mawakili, awataka wasikubali taaluma yao kutumika kuhalalisha jambo lisilo sahihi au lenye nia ovu kwa taifa, agumbusha umuhimu wao, asema Tanzania ni miongoni mwa mataifa yanayozingatia na kulinda haki za binadamu kupitia katiba, sheria na mifumo. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Trilioni 1.2 za IMF za waibua maprofesa Semboja Kinyondo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Dr. Mwinyi changamkieni fursa za soko huru la biashara. Habari katika ukurasa wa 6. Nchimbe alezania zaidi uwekezaji tiba saratani. Habari katika ukurasa wa 5. Gazeti hili limeandika kuna nuru ya maendeleo ya kiuchumi mbele. Habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Serikali kamata madini yenye thamani ya bilioni 3.3. Habari katika ukurasa wa 6. Ridhiwani acharuka mradi wa maji kusuasua miaka 15. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi maonesho Sabasaba jukwaa muhimu kukuza ubunifu. Habari katika ukurasa wa 2. Habari picha ikimwonyesha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katikati akipokea zawadi kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa hifadhi jamii Zanzibar ZSSF Nasor Shaban Amir alipotembelea banda la mfuko huo katika maonesho ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam kabla ya kuyafunga rasmi hapo jana. Changamkieni fursa za Kiswahili Dr. Pembe. Habari katika ukurasa wa 2. Rais wa zamani wa Korea Kusini ahukumiwa jela. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Dr. Samia mawakili isaidieni serikali kulinda maslahi ya taifa. Habari katika ukurasa wa 2. Micheweni kitovu kipya cha uwekezaji Pemba. Habari katika ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na wazi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani.
Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni anahitaji msaada, aliitwa kikosi cha AFCON ghafla hawezi kutembea, ni mtu wa kulala tu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 pamoja na ukurasa wa 13. TFF yaishushia rungu Azam FC, habari katika kurasa za ndani. Waarabu wamfuata Kibu, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Usiku wa Mbappe Yamal nusu finali, Hispania dhidi ya Ufaransa leo saa 4 kamili usiku. Kombe la dunia FIFA World Cup kesho Jumatano na England dhidi ya Argentina saa 4 kamili usiku Mercedes Benz. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti, magazeti ya habari za michezo. Mikononi mwangu na gazeti ya Habari Leo lenyewe limeandika maandalizi AFCON Arusha safi, Ufaransa Hispania nusu finali ya kibabe, Makata tamba kurejesha polisi ligi kuu, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Holland kocha mpya Uruguay, habari katika ukurasa wa 22. Azam yalimo faini ya shilingi milioni 50, kipa kocha matatane, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Uhuru kweli daima, ukurasa wa nyuma, habari za michezo lenye limeandika Ufaransa Hispania nusu finali ya jasho damu, habari katika kurasa za ndani. Habari picha ikimuonesha Lamine Yamal pamoja na Kylian Mbappe. Kobis aipongeza UPL, habari katika ukurasa wa 18. Singida Black Stars KVZ kufuata makali Sekafa Kagame, habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha rukuzi hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri.